Jamaa alikuwa akiuza noodles za supu mitaani kwa miaka 5 na alikuwa anatoza dola 999 kwa bakuli. Kila mtu alifikiri ni ghali sana, lakini jamaa hakuonekana kujali. Siku moja, mzee mmoja alipita, akavutiwa na harufu nzuri na akaanza kutaka kuonja mara moja. Jamaa alimwambia bei. Mzee akajibu kwamba ikiwa ni tamu, yuko tayari kulipa bei yoyote. Jamaa alianza kazi mara moja, akitayarisha unga, kuwasha jiko, kupasha mafuta. Muda mfupi noodles zilikuwa tayari. Akamwomba mzee azile akiwa moto. Mzee alipoinua kifuniko, mwangaza wa dhahabu ulitoka na hamu ya chakula ilizuka. Akamaliza bakuli lote haraka na mara moja akahisi nguvu zikimjaa. Kisha jamaa akaomba malipo, lakini mzee alipokagua mifuko yake akagundua hana pesa alizonazo. Jamaa alidhani mzee alikuja kula bure, alikuwa karibu kumfundisha adabu. Lakini wakati huo mkaguzi wa jiji alifika. Jamaa akaendesha gari mara moja akaondoka. Hivi karibuni mjukuu wa mzee alikuja kumtafuta. Alipoona kuwa babu yake alikuwa akisumbuliwa na ugonjwa wa kukosa hamu ya kula, alikuwa amekula bakuli la noodles. Alimwagiza msaidizi wake amtafute yule jamaa. Wakati huo huo, jamaa alikwenda kumchukua bintiye shuleni, lakini mwalimu mmoja mwenye kiburi alimdharau. Alimshtaki bintiye kwa kuanza ugomvi na akasema anastahili kufukuzwa. Hata wazazi wa kijana huyo walimshinikiza. Jamaa alikasirika mara moja na kumpiga teke baba wa kijana huyo. Walipokuwa karibu kupambana, mjukuu wa yule mzee aliwasili kwa wakati.